Unasemaje wewe? Hebu rudia kukitamka ulichokitamka kutoka kwenye mdomo wako uliokaa kama kinyawawa. Unazungumzia mtoto gani tuweza mimi na wewe? Kumbe wewe punguani Sawa. Mimi ni punguani. Ila kaa ukijua hata saa mbovu kuna wakati inasema uongo. Ila kuna sometime inasema ule ukweli. Nipe nafasi mama tuyazungumze. Mbona anazungumzika haya? Naona umetumia chatu ile chuchuka kuuchafua moyo wangu. Haya toka. Nasema toka kwetu. Toka kwetu. Maya, basi kuyazungumza. Toka nje. Kama mwenzako amekuja kwa ajili ya maridhiano, ukupaswa kumfukuza. Mimi sijapenda ulichokifanya. Atakaporudi kwa mara nyingine, msikilize. Vipi sweetheart? Shari. Niambia umemaliza? Mimi nishamaliza. Sawa. Na simu yako iko wapi? Simu nimeacha chumbani. Ona. Hivi. Ni lini utanipeleka kwa ndugu zako niwajue? Wewe nimeshakwambia kuhusiana na ndugu nilionao. Huyo mmoja. Nataka nimjue. Sawa, nitakupeleka. Cha msingi tu niongee na boss ili tuangalie pale kazini tunamwacha nani. Sawa? Alafu ndo tuondoke. Umenielewa? Nimekuelewa. Kwa hiyo nitapoongea naye nitakufahamisha kwamba ni lini tunaondoka. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Na kingine sitaki nikutisha, ila nitahadhari tu. Tutapofika huko kijijini tunapaswa kuwa makini sana. Tunapaswa kuwa makini sana. Maana kuna watu wanapiga. Wanapiga nini? Mwenye macho ambiwe tazama, una masikio utasikia, una macho utaona. Yaani mimi hata ongea maneno ya kunitisha vipi? Mimi sitishiki. Kikubwa mimi unipeleke kwenu. Sikutishi hapo. Si ndio? Sawa, haina shida. Haina shida, umelizika. Okay. Una amani sasa? Sana. Twende sasa. Twende kabadilisha. Vipi mpenzi? Safi. Umeenjoy mwenyewe? Sana. Mimi mwenyewe nimeenjoy kweli. Yaani la niliyoipata leo ni zaidi ya siku zote. Eti. Sasa hapa cha kufanya. Kaa relax. Leo tunashinda wote siku nzima. Ila mimi ni tamu.
Shauriani, naona umependana sana na binadamu na penzi linazidi kukunogea kabisa. Kumbuka kuwa tuna muda mchache sana wa kuishi hapa duniani. Zimebaki siku 2 tu. Usiende kinyume na Malikia. Siku nyingine ukakosa idhini ya kuja kutembea hapa duniani. Sawa. Siku ikifika nitakufuata tuondoke. Haya, kwa heri. Nimesikiliza maneno ya mmeo, nimeyachuja na kuyapima. Naomba urudi kwa mumeo, mkalee familia. Usione sisi hapa tumetoka mbali, tumevumiliana na baba yako mpaka tumetengeneza mji wetu. Sasa tuko vizuri, siwezi kukaa na wewe hapa. Naomba urudi na wewe ukalee familia yako. Mume wangu, mbona umenuna? Kwa nini umechelewa kufungua? Nilikuwa najiandaa kwenda kuoga, ndio maana nimekawia kweli. Muda wote huo? Tuachane na hayo mume wangu. Alafu, mbona umerudi ghafla? Umeahirisha safari? Hapana. Nimefika kule nimekuta mzigo ni mdogo. Amepewa Joseph anaelekea Bujumbura. Na mimi nitapakia kesho kutwa kuelekea Kongo. Lakini mama, mimi sijafikiana kurudiana na huyo mwanaume. Lakini mimi mbona naona mmeo ni mzuri kabisa na ana hekima kabisa. Sasa mtoto huyo utakuwaje? Utamwacha katika mazingira gani? Usijali kuhusu hilo. Mtoto ni wangu, nitamlea. Hata sisi tumetokea huko. Nitalitafakari hilo. Kesho mmeo atakuja kukuchukua. Jiandae. Anakuja? Anakuja. Wewe jiandae kabisa. Hata baba yako kaniambia hivyo. Jiandae. Mama, mimi nimekuelewa. Na pia mimi sijaliziana na mume wangu. Kwa hiyo nitaenda tu. Lakini sawa, mimi nitaenda. Wazazi wangu, mabosi wangu, mimi nimewaita hapa. Nina jambo nataka niwaombe. Na nataka niwaombe idhini ya wiki 1 ya kutoka kuwepo kazini. Nataka nisafiri nikamwone dada yangu huko kijijini. Tumruhusu aende? Mimi naona tumruhusu tu, kwa sababu amekaa muda mrefu sana bila kwenda kusalimia ndugu zake. Watu sikae muda mrefu sana. Uramumvise umutama? Ndamumvise neza. Urahibuse cyane muhira? Ndahibuse cyane muhira. Kubera ndicaye iminsi myinshi cyane no mujini. Ni kwene. Reka ngende kubaraba kwanza. Ni kwene. Basi nuzugende. Sawa, urakoze. Mzee, nashukuru. Nashukuru sana mzee wangu. Ila sitochelewa kurudi, nitarudi niendelee na kazi. Sawa. Haya. Mama. Nipo ndani. Tuwasalimia wote wako nyumbani. Haya, asante. Kongo siku na vita. Umekubalije kwenda huko kwenye nchi yenye vita? Sawa, najua kwa kuna vita. Lakini bosi ndio kashanipangia mimi niende kule. Kwa hakuna namna. Tuombeane uzima tu. Niende salama, pia nirudi salama. Alafu
Kule ndo zinakopatikana zile zawadi ambazo niambia nikuletee. Kwa hiyo usichoe kuniombea, sawa mama? Chumbani kuna harufu mbaya. Inaonekana ile sumu ya panya uliyotega jana usiku itakuwa imefanya kazi. Sumu ya panya? Mbona mimi sikutega sumu ya panya? Alafu si ulinikataza wewe? Sasa kama ukutega, huyo panya atakuwa ameuawa na nini? Maana kuna harufu kali na nimemtafuta sijamuona. Uwe nenda ukamtafute malizane wenyewe huko. Cindy, nimerudi tena kukukumbusha. Leo ndo siku yako ya mwisho kutoa kafara yako. Ifikapo saa 6 usiku, huo umewasilisha kafara yako. Afu nashangaa sijui kwa nini kwenye kafara yako umekuwa na janja nyingi. Na kumbuka kipindi tunatoa kafara zetu, ulikuwa unaona raha. Leo imefika zamu yako, mambo yamekuwa mengi. Zingatia nilichokuambia. Ifikapo majira ya saa 6 usiku, uwasilishe kafara yako. Uzingatie nilichokuambia. Vipi? Kuna mtu ndani? Mtu atoke wapi? Itakuwa ni masikio yako tu, hakuna mtu yoyote humo ndani. Sasa unaenda wapi wakati bado tunaongea? Mbona wasiwasi kama hakuna? Nisubiri hapo niji. Mume wangu. Wewe jamaa, nimeshakuona ulipo. Naomba ujilete mwenyewe hapa kabla sijakufuata huko nikakutengeneza nyama za buchani. Kama unapenda kuishi, fanya nilichoongea. Na kama ujipendi, basi subiri nikufuate mwenyewe huko. Wewe, ulisema humu ndani hakuna mtu? Na huyo ametoka wapi? Wewe jamaa, unaitwa nani? Unaishi wapi? Na una muda gani kwenye mahusiano na huyu mwanamke? Sina kuuliza. Kwa muonekano ulionao, unaonekana una familia. Na leo ilikuwa ni siku ambayo ulipaswa ufe kifo cha ikatili. Kifo cha aibu. Kifo ambacho usingeweza kuacha tuhusia kwenye familia yako. Una bahati malaika mtoa roho amesafiri. Nenda. Ila tambua, bahati huwa haiji mara mbili. Nabaki na wewe ili uniambie kipi unachokikosa huko ndani. Ina maana siku ya leo ambayo nimepata emergency ndio nimekuta kuna uchafu. Je, siku ambazo wanatoka namaliza kule mwezi?
Karibu, hapa ndo magetoni kwangu. Asante. Sasa nahitaji niagize chakula. Unatumia chakula aina gani? Kwani unapendelea kutumia chakula gani? Ila tatizo la Tanzania bwana. Yaani unaulizwa swali, ujibu swali, unarudishiwa swali. Sawa? Kwa upande wangu mimi napendelea wali samaki. Mimi? Kwani hakuna chakula kingine tofauti na hicho ambacho unapenda kutumia? Mai, ndo maana mwanzo nikakwambiaje, taji unachotaka wewe. Sihitaji ulete samaki humu ndani. Nisikilize, mimi ngoja kwanza nikatafute chakula. Nimekwambia usilete samaki humu ndani. Ukileta samaki humu ndani hatutoelewana. Ha, we dem vipi? Yaani nyumba ya kwangu, tumbo la kwangu, alafu unanipangia lale njaa. Umetumwa eh? Nini?